Chanzo cha kilichosababisha kifo chake hawajasema pia? Yaani wenyewe waliona tu mtoto kafa tu. Yaani kama kwa sababu walisema ni kifo, ni mapenzi ya Mungu. Hawajakupa ripoti yoyote? Yaani kwa swala la kusema kwamba sijui kawa hivi hapana, yani wenyewe walisema bwana, huyu mtoto amefariki, ni mapenzi ya nani? Ni ya mapenzi ya Mungu. Mimi na mwenzangu ni mke na mume. Na yule mtoto alifariki alfajiri ya usiku. Naamini kwa mujibu wa sheria wa serikali, usiku wa saa 11 alfajiri mke na mume walioana wako pamoja. Na kama mke na mume walioana wako pamoja, ije itokee ripoti kwamba mtoto amefariki, halafu baba anakuwa na sintofahamu kwamba kwa nini mtoto amefariki, halafu mwenzangu mimi simuoni hapa, yeye kaenda wapi? Kwa sababu mimi kazi ninayoifanya, mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya Wachina. Kwa mimi naweza nikaja saa 5 usiku hapa kulingana na overtime zile. Naweza nikaja saa 7, saa 8, kama kuna kazi ya zege kule, lazima tuchelewe kufika hapa nyumbani. Siku zingine mimi nafika hadi saa 9 hapa nyumbani kulingana na overtime jinsi ilivyokuwa katika kazi. Sasa kitu kilichoonekana hapa kwamba mimi nimeziwia mwili ni ile taharuki, kwa sababu kwanza mtu aliyesema kwamba nimeziwia mwili mimi simfahamu ni nani. Kwa sababu mimi naamini tangazo limetangazwa pale tukiwa kwenye msiba kwamba huu muda ni wa kuaga nini mwili, wataanza wanafunzi. Wanafunzi wamezunguka kuaga mwili, wamemaliza. Wakina mama wamezunguka kuaga mwili, wamemaliza. Wakina baba wamemaliza kuaga mwili, wamemaliza. Na mke wangu mwenyewe mwenye mtoto yuko mbele ya nini, ya jeneza pale, na linamwangalia usoni. Unaona? Sasa hii vurugu ile kuja kutokea kwamba mwili wa marehemu umeziliwa kuagwa, mimi sikusikiliza kwanza mimi hapa nishachanganyikiwa kichwani, kwa sababu nimempoteza mtoto mkubwa, afu nishatumia gharama nyingi sana hadi mtoto anafikia pale. Unaona? Kwa hiyo mimi nilichokuja kukiona vile, kwa sababu mtoto alikufa, mama yake hayupo. Kwanza mtoto na mama yake baada ya sisi tumepeleka mwili kule mochwari, inaonekana mama yake usiku ule alikuja. Unanisikiliza? Alikuja usiku ule na nyumbani au hospitali? Nyumbani hapo ndani, ina maana hakulala ndani huko. Okay. Ila baada ya kuwa ule mwili mimi nimetafuta, kwa sababu nilienda kuita majirani. Walikuwepo majirani wengi tu ndani huko walionisaidia. Unaona? Kumsafisha ule mtoto, unaona, na kumweka kwenye gari mle na kumpeleka hospitali kule. Sasa wakati mimi naendelea na hivyo vitu, kwanza ukumbuke mama yake alikuwa hayupo. Ulikuwa na taarifa, labda alikupa taarifa? Hajanipa taarifa yoyote. Unaona, hajanipa taarifa yoyote yule kwamba imekuwaje. Lakini mimi nakumbuka siku mbili nyuma nilikuwa kidogo na vurugu naye, ambayo ilienda kifedha, kwa sababu mimi mke wangu nilimpa fedha zaidi ya 500,000. Na siku anaondoka mke wangu mimi, ambapo sasa mimi sijui kilichotokea hapa nyumbani. Unaona hii karatasi hii ndio alioniachia mimi kwenye TV, nilikabidhiwa na marehemu. Hii ndio nilikabidhiwa na marehemu siku hiyo. Mimi nimetoka kazini usiku, na mimi naongea na marehemu, na mbona unakuona kama vile sikuelewi, kama umetaitiwa sana, unakuwa nikubebe nikukimbize hospitali. Wakati sasa mimi najadili pale kwenye mlango pale nimbebe yule mtoto, bali nishasoma ile karatasi nikajua mama yake hayu, kwa sababu saa 3 usiku na kaniachia kwenye TV ile karatasi. Sasa namhoji mtoto mimi muda ule nimbebe nimkimbize wapi? Batisti. Unaona? Sasa wakati namhoji vile yule mtoto, yani naongea naye, mtu ananiangalia tu. Kwa sababu niliyemuomba mtoe chumbani ni mdogo wake, ni kaka yake, kwa sababu mimi sijaingia chumbani kwake. Ni wa kike wa kiume? Wa kiume. Okay. Unaona? Ndio nilimwambia hebu nitie dada yako aje sebleni hapa, mbona nasikia kama anakoa sana. Nikaongea naye kidogo, maneno kama mawili, tunamuuliza tatizo ni nini? Akaniambia madonda, nasikia kama madonda na kifua kimenibana. Anaongea hivyo, yuko anaenda hivi. Nikamuombea. Nikamwombea kama dakika kadhaa, yani za muda ule anaenda. Ninamwachia tu mkono wangu pale kwenye tailizi pale, ninaona na huyu kijana alikuwepo, huyu mtoto wangu huyu maombi, tulikuwa tuko watatu, mimi marehemu, mtoto wangu wa kiume na mimi mwenyewe. Akadondoka chini. Alipodondoka chini pale akatema damu mara hizi, damu nyeusi.
zikawa zimezagaa pale, damu nyeusi pale. Nilivyoona ile tukio nikaona nimetupa macho juu, ni meupe. Nikaona ili siliwezi na huyu mtoto haliwezi. Baada ya kuliona huyu mtoto, wakati mimi nimekimbia kumuita jirani, huyu kijana wangu akawa yeye ameona msiba afu ni mtoto. Kwa yeye alichokifanya, alichukua begi akafunga nguo kwa ndio mtetemeko, akawa amekimbia wapi? Kwa bibi yake kule kijijini. Wakabaki huyu hapa akakimbia kanisani kuita watumishi hawa wachungaji waliokuja hapa. Huyu mtoto mdogo wakati mimi tumempeleka wapi mwili. Kwa hiyo nilivyokuja kurudi hapa namkuta huyu hapa hayupo, ila huyu hapa yupo. Okay. Na akashaleta watu baadhi hapa nyumbani. Sasa mimi kilichosababisha mimi nifanye kitu kama kile ni baada ya kuwa nimeona mimi mke wangu hana ushirikiano na mimi. Kwa sababu kwanza mke wangu kaja, mnasikiliza, amepata ripoti mtoto amepatwa na umauti. Hata kunifuata, hajanifuata kule hospitali. Na vile vile tena nimerudi ndani. Maana ilionekana kwamba ule mwili tukauchukue ili mazishi ya umwili, kwa sababu mimi nilikuwa sina fedha, kwa sababu kule nipigiwa hesabu ya kuchoma sindano sijui 40 sijui, nikaona sasa huyu si marehemu amekufa, alale tu siku moja, kesho afanye nini, azikwe, hawezi kurudi tena wapi duniani. Tulivyoleta huo mwili, yeye alivorudi kwa mara ya pili, mke wangu, unanisikiliza, sisi tulikuwa tuko na mwili ulishakuja nyumbani humu. Na si watu wamekaa kule wamezunguka. Yeye kwa nini hajapata nafasi ya kunifuata kule kuangalia mwili? Alifika na kana na ndugu zake pale. Yaani alifika na kana ndugu zake, hajaja kuangalia mwanae kule chumbani tulipomhifadhi. Okay. Hajaja. Umenisikiliza? Hayo yote yakawa yananiwazisha kichwani mwangu. Kwa nini, ni tatizo gani? Kuna tatizo gani? Au ni kwa sababu ya ile fedha aliyokimbia nayo na vitu alivyoniandikia anajiona aibu? Kwa mimi nikawa nimenyamaza kwa kutarajia msiba ukiisha ndio tukae tufanye nini, tuongee ili tatizo ni nini hadi kufikia hivi tunapata majanga kama haya. Wewe nyumbani unakuwa haupo, unaona bana, na vile vile tena watoto wako wenyewe watupu. Ndio tulitaka tukimaliza msiba tukae familia tuliongee. Lakini ni kweli ulimzuia kwamba asiage mwili? Asijamzuia kwa sababu hata sijaongea naye mimi. Sasa hiyo sintofahamu haswa ilisababishwa na nini mpaka kukaa na sasa unajua maisha ya Uswahilini. Yani inaonekana kwamba labda upande wa familia yake, yani unajua, kwa sababu mimi toka sijaongea naye kiujumla wife toka mimi napata msiba. Kwa hiyo hawa waliosema mwili hajauaga si kauli yake yeye, ni kauli ya watu wengine kama mashoga zake. Kwa mimi naamini hata wale mashoga zake waliolazimisha kwamba aje, kwamba sisi tumemkatalia siangalie mwili ule, labda ndio miongoni mwa watu wanaompoteza kwenye fikra, labda nafikia hatua ya kulala nje, labda ni mashoga zake, kwa sababu mimi sijamsikia kauli yake akisema kwamba mwili hajauaga, ila ni mashoga zake ndio walikuwa wanapiga kelele kwamba ataendaje mwili utaendaje kuzikwa wakati haujaagwa. Sisi tumeuaga mwili, umenielewa? Sisi tumefanya nini? Tumeuaga mwili. Labda wenyewe sasa ndio watuambie mwili unaagwa vipi, kwa sababu mimi najua hata kwa picha nikicheki hivi picha najua kilichoko ndani ndio kile, kwa sababu aliyekufa ndio yule. Najua sisi tumeweka picha, na kama tumeweka picha, kwa maana kwamba ni kiujumla, mwandishi, mimi kama unavyofahamu kwamba nimetokewa na mtoto, umeona, katika mazingira magumu, yani sina fedha sina nini, lakini jamii ninavyoishi nayo, tunavyokaa nao, mimi na watoto 7, huyo aliondoka ni mmoja, na nimezana mwanamke huyu katika hizi mbinde, umenisikiliza? Kwa hiyo swala la kusema kwamba mimi nimemkataza asipeleke mwili, asiuangalie mwili, sio kweli. Kwa hiyo sintofahamu ziliibuliwa na marafiki zake. Yani unajua, yani mtu anaweza kwa sababu mwili ujaribu kukumbuka kichwa, yani kichwa cha habari changu cha story kwamba mimi nipo ndani ya gari na upeleka mwili, tulisharuhusiwa sisi, tulishapewa njia. Mko mnapeka kuzika tena, tulishapewa njia. Yani maiti hadi inapotoka chumbani, umenisikiliza, ikaja sebleni, ikakaa dakika 15. Si kwamba imewekwa pale watu waiangalie, ni yale matatizo yaliyopo yajitokeze, watu wamalize kitu, kifanye nini, kifanyike, kwa sababu yule mtoto ni wa watu hawa.
ni wa mwanamke, ni wa mwanaume. Kwa hiyo sisi kuitoa maiti chumbani na kuiweka sebleni ikiwa ndani ya boksi, tumeiweka pale kama kuna tatizo lolote lile linaruhusiana ile maiti isitoke ili ifanywe ukaguzi. Umenisikiliza? Lakini sisi tumeweka mwili pale kwa niaba tuuage ili ukazikwe. Sasa swala la kusema kwamba mimi nimezuia mwili usizikwe, ni impossible, si kweli. Kwa hiyo sasa mmefikia wapi? Mwili umeshahifadhiwa tayari, mmeshazika? Mwili ushahifadhiwa. Kwa sababu baada ya hata kwanza mtoto wangu nilivyokuwa nikihisi moyoni mwangu baada ya kwenda kuulizia kule majibu tuliyopata hospitalini kwamba mtoto kafa na ugonjwa wa kawaida tu. Magonjwa tu ya kawaida. Kwa hiyo mimi yani tuchukulie yani ule mpokeo ule niliopokea mimi kulingana na mtoto wangu alivyokuja kufariki na yempenda. Yani zile stressi, umenisikiliza, nilizokuwa nazo mimi katika ubongo wakati tunaupeleka ule mwili. Sema hata huyo mtu sikumuona aliyekuwa nakizungumza hayo mambo kwamba mwili usiende kuzikwa. Umeona? Nilikuwa na stressi, nilikuwa na mawazo mengi, na ndio mwisho wa siku hizo zikajitokeza. Kwa sababu hapajatokea ugomvi. Ina maana sisi hadi tunabadilisha mwili, gari lipata pancha. Hatujaona sisi msumari ulichoma gari umetoka wapi. Gari imetoka huku site nzima, ila imebeba mwili na inazungusha tairi mbili ikapata pancha. Kwa labda jamu ilikuja pale katika kuhamisha mwili kutoka katika box gari hii kuhamishia katika gari, lazima pale tokea kidogo nini? Mchanganyiko pale. Ndio ilikuja kuonekana labda ivurugu imekuja kuonekana hivi, lakini kwa swala la vurugu hapa kuwepo na vurugu. Mama wa mtoto kwa sasa yuko wapi? Mama wa mtoto kwa sababu toka mimi mtoto anafariki mimi kuongea na mama yake. Yaani kiujumla pasingekuwa mtoto kufariki, huyu mama yake tusingeonana tena kwa sababu unaona huo ujumbe. Au ujumbe hujausoma? Nimeusoma, lakini inaonekana kama ni alikuandikia matumizi ya vitu alivyonunua. Naona kuna dawa za mtoto, kuna debe la unga, kuna ada. Sasa mimi nilivyo sister, mimi nikipokea mshahara, mimi mke wangu namkabidhi hata kama ni 600,000. Mke wangu huyo budget tunavyojua, mimi kule napigana. Umeelewa? Kwa hiyo baada ya kuona kamaliza hela nyingi, halafu makusudio yake hajaisha, kwa sababu unavyoona hii karatasi ilivyoandikwa ni kama mtu anajihami kitu fulani, yani ndio hivyo, ndio kaandika hivi. Umeelewa? Kwa mimi ndio barua alioniandikia akaniachia ndani. Sasa sijajua aliandika kwa maana gani. Sawa, baada ya kuona labda kuna maisha mema hapo nyuma, pengine hujataka labda kuzungumza naye, tayari mmeshamhifadhi mtoto, hujataka kujua labda? Sijapumzika kwa sababu ndio tumetoka Maraloni kumzika mtoto, kwa sababu mimi sijakaa. Na nimefika hapa tunaongea na nyinyi, yeye mwenyewe tulikuwa tumepanga tukae naye tuongee vizuri jinsi gani ilivyo. Kwa sababu mjomba wake asubuhi ndio kanifuata kaniambia, bwana, baada ya msiba naomba tukae, kuna swala la kifamilia nataka tufanye nini. Kwa nilikuwa nimekuja sasa ndio tulizungumze.